السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل إليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. Ndugu zangu, alhamdulillah, ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Kama wewe mpaka sasa ni mzima, kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu, angalau kwa kuamka asubuhi na mapema, angalau kwa uchache useme alhamdulillah, kwa sababu mshairi anasema as-sihhatu tajun ala ruusi al-ashab la ya'rifuhu illa al-marid. Uzima ni taji la mtu ambaye kwamba mtu hawezi kujua umuhimu wa uzima huu isipokuwa anayejua umuhimu wa uzima huu ni mgonjwa. Wewe shekhe, ukiwa mgonjwa ndio utaiona thamani ya uzima ulionao hivi sasa, na ndio iposa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituamrisha sisi ili tuharakishe mambo matano kabla mambo matano hayajatufikia. Miongoni mwa mambo matano ambayo kwamba alituharakishia, tupatilize uzima wetu, tuhakikisha huu uzima wetu tulionao hivi sasa tumeutumia kwa ajili ya kufanya mambo ya kheri, lakini sio katika kuutumia katika mambo ya kifidhuli na mambo ya kipuuzi. Hiyo tafakari ndugu yangu, uzima ulionao ni neema kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Swali, je, neema ya Mwenyezi Mungu kama hiyo waitumia kwa njia gani? Waipatiliza kwa njia gani? Na Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man la yashkuru qalila la yashkuru kathira wa man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah. Asiyemshukuru Mwenyezi Mungu, asiyeshukuru kidogo, hata kikubwa akipewa hawezi akashukuru. Na usipokuwa na shukurani pia kwa watu, hata kwa Mwenyezi Mungu huwezi kupata shukurani. Wa min shukri ni'mati ifshauha, miongoni mwa kuishukuru na kuipatia haki ile neema ulionayo ni kule kuieneza kwake. Kuieneza ni katika kufanya mambo ya kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.